We bless the Lord. We bless the Lord. Today by the grace of God, ningependa tuweze kusikia neno la Bwana kwa kifupi sana. Na neno la Bwana liko na nguvu. Na nihakikishia ya kwamba siku ya leo kuna mambo Bwana atatenda ya ajabu maishani mwetu katika jina la Yesu. I was trusting God today at 2 o'clock. Nikamwambia Mungu ya kwamba vile mwili yangu imekuwa imeganda, kumekuwa na stiffness, kunakuwa na two challenges. Nikamwambia Bwana saa 8 ya kwamba ninapopeana huu ujumbe nataka uniguze katika jina la Yesu. Ya kwamba sitakuwa always ya kwamba kuna mahali ninasikia hiyo mguu sijui inasikia kama inaganda. And I know and I believe that the Lord will do it in the name of Jesus Christ. And that night I prayed for somebody ya kwamba you can be there for a long time having that problem, and you know the specific problem. Unaijua wewe, unajua challenge yako. Hiyo Bwana anakuja kukutana na wewe katika jina la Yesu. Huu ni mwaka wetu wa restoration and demonstration. Na tutaona demonstration in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Let's open our Bibles in the book of Exodus, chapter 3. Chapter 3 and verse 1. I'll read verse 1 to 10, then 14 to 7. Then I'll go to Deuteronomy 7 and 1 to 2. Hallelujah. Exodus chapter 3. And when we are reading, anything can happen in your life. A miracle can take place. And it will take place in the name of Jesus. The Bible says, now Moses was tethering the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert. And he came to Horeb, the mountain of the Lord. You can underline that. The mountain of the Lord. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters. For I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. For the place, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Then we go to 14
to 17. And God said to Moses, I am whom I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. And this is my memorial to all generations. Go and gather the elders of Israel, and say to them, the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, of Jacob, appeared to me, saying, I have surely visited you, and seen what is done to you in Egypt. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt to the land of Canaanites and the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites, to a land flowing with milk and honey. Praise the Lord. Then we can go to Deuteronomy 7. Deuteronomy 7, 1 and 2. The Bible says, Deuteronomy 7, 1 and 2. When the Lord your God brings you into the land which you go to possess, and has cast out many nations before you, the Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites, 7 nations greater and mightier than you. And when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. Our Father and our God, we come before you. Break this bread of life for every one of us in the name of Jesus Christ. Let there be clarity in the name of Jesus. A revelation in the name of Jesus. That miracle that you want to do, our Father, perform it. We are ready. We believe in you. In Jesus' mighty name we pray and we give thanks. Bwana asifiwe. I believe, ninaamini ya kuwa Mungu amezungumza na wewe wakati tunasoma Biblia. Na kuna watu hapa ambao wako katika Egypt. Mungu anataka kuwakomboa. The Lord wants to restore you. He wants to deliver you from a certain Egyptian spirit in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. How is it going to happen? Number one, it will happen in the normal occurrence or occurrence. Mahali huko unaweza kuwa unajiuliza ya kwamba Mungu anaweza kunitoa hapa namna gani? Na kwa sababu nabii wa Mungu amezungumza mwaka huu akatuambia ya kwamba ni mwaka wa urejesho. Lako ni kushika neno la unabii na kukibia na lile neno ya kwamba ni mwaka wa restoration. Mungu, he is going to restore you from the possession that you have been, even from your cry, in the normal occurrences that you are in the name of Jesus Christ. Moses met God. Na alikutana na Mungu wakati ukemuuliza ya kwamba Musa unafanya namna gani. Alikutana na Mungu wakati alikuwa malishoni. Alikuwa analisha buzi za baba mkwe ama Jethro. Lakini hakuwa anajua ya kwamba Mungu mpango alio nayo kwake itakuja kudhihirika wakati ule. May the Lord reveal to you ya kwamba mpango alio nayo kwako itadhihirika
mwaka huu katika jina la Yesu. It was an instant appearance that God came to Moses and he told him that I have surely heard the cry of the children of Israel. It was a double restoration. Moses is being restored, but he is being restored at the same time he is restoring the Egyptians. Mungu anatazama anaona ya kwamba wana wa Israeli wakiwa pale Egypt, na tunajua vile walipoenda pale walienda wakiwa about 70 of them. Bwana asifiwe sana. Na wakati huu wako watu kama 2,000,000, maana wamekaa pale for generations. Wamekaa 430 years. Wanani yakumie mno. You might be here. You have stayed for so long, and you don't know whether kuna mambo Mungu anapanga aweze kukukoboa katika hali ambayo uko nayo katika jina la Yesu. Na kwa sababu ya kuamini kwako, because of faith, and that is why we gather in the house of God. We gather here because of faith. Because of the faith that you have, it does not matter the number of years. Hallelujah. Somebody tell your neighbor, the number of years does not matter. They had stayed for 430 years. Praise the Lord. Moses had stayed for 80 years. 80 years, you can see, huyo wakati wa leo ni guka. Hata kama George wali celebrate 100 years. Ukimwangalia unaona ya kwamba huyo ni guka kabisa. Ukiwa na miaka 80, huyo ni guka. Na kwa hivyo, labda alikuwa na dhania ya kwamba hakuna jambo lingine Mungu anaweza kumpatia isipokuwa tu ya kuchunga buzi. Lakini here he is, from the position that he was in, God remembered him. Praise the Lord. God is remembering you in the name of Jesus Christ. So now Moses, as he was attending the sheep, he saw something which was very strange. May the Lord reveal to us something that is very strange in the name of Jesus Christ. By his appearance. Wakati praise and worship walikuwa naiba hapa, I could look at them and I could see that there is something strange that the Lord is doing in their lives. Praise the Lord. Now that's something strange. It is manifestation of the power of God upon them in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. So God is calling you. Will call you by your name. Praise the Lord. He will call you by your name. And he will tell you that so and so, I have heard your cry. Nimesikia kilio chako. Tumesikia hapa ushuhuda ambao unapeanwa hapa. God has called the people who are giving testimony by their name. Can you believe that God is able to give you, to call you by your name? Hallelujah. And it is this year. Praise the Lord. It is this year. It can be the beginning of this year. In the name of Jesus Christ. That even when we are asleep, when you are asleep, the Lord will call you, will tell you, Jane, I have come. Bwana asante. Peter, I have come. Zipporah, I have remembered you. Evans, I have remembered you. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. So wait for the voice of God. The voice of God. Hallelujah. You see the children of Israel, they cried before God. On Wednesday here we were told, ya kwamba, tushikilie maombi. Praise the Lord. Napata uchuunda unasikia, tukipeana hapa, ni maombi. Tumeshikilia maombi, mpaka Mungu anaona ya kwamba, huyu nitamsikia. Wana wa Israeli, walishikilia, wakati tunaambiwa ya kwamba walikuwa, Mungu anasema ya kwamba nimesikia kilio chao. Kilio chao, si kukaa mahali ya kwamba mtu analia tu. Kilio chao, ni kile kilio ambayo kinatoka ndani, kinafika katika moyo wa Mungu, na Mungu anarespond kwa hiyo kilio katika jina la Yesu. Praise the Lord. So you who is crying before the
Jesus name. Bwana asifiwe sana. Tuliambiwa ya kwamba wakati tulifungua, wale ambao tulifungua kukula, kwa sababu hata mimi sasa nilianza kukula kidogo kidogo kama vile daktari alitueleza. Praise the Lord. Wakati tulifungua, hatukufungua alafu tusahau mambo ya maombi. Bwana asifiwe. Mambo ya kuliitia jina la Bwana. Wacha tuendelee tuliitie jina la Bwana, na Bwana atakuja na atasema ya kwamba nimesikia kilio chako. Praise the Lord. On Sunday when we were anointing people here, the Lord spoke to me very clearly that there are some debts which has been there for ages. You don't know how to tackle them. The Lord will clear those debts this year in the name of Jesus Christ. He will clear them. Bwana asifiwe sana. Na pia mimi kuna debt ambapo kana kujanga. Ninakazikia tu ninazikia hii kitu. Lakini praise the Lord. On Sunday he assured me that this debt will be cleared this year in the name of Jesus Christ. May the Lord clear your debts. Hallelujah. Wana wa Israeli walikuwa na debts kwa Egyptians. That is why they could not be allowed to go. Why was the debt? The debt was that they went there and it was not their own country. Bwana asifiwe sana. But thank God ya kwamba Mungu, wakati unaona hapa akisema ya kwamba Mungu wa Ibrahimu, Isaac na Yakobo. Now in the Bible it is repeated more than 12 times. God of Abraham, Isaac and Jacob. Na niwe kali mwekuhoya kana na Ngai wa Ibrahimu, Isaac na Jacob. Hallelujah. Ni vizuri. Maana ukiangalia katika Biblia in the book of Acts chapter 3, unaona pale wakati ule kiwete alipoponywa, when Peter rose up, he said that you have refused. He told the Pharisees that you refused the God of Abraham, Isaac and Jacob. Because God of Abraham, Isaac and Jacob, he is alive. Bwana asifiwe sana. And the Bible says ya kwamba mimi sio Mungu walio wafu, ni Mungu ya wale ambao walio hai. Now why does he call himself God of Abraham, Isaac and Jacob? Because Abraham, Isaac and Jacob, they are alive. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa ya kwamba hawako katika miili hii ambayo tunaona, lakini in the presence of God they are alive. Praise the Lord. Restoration ile ambayo inakuja katika maisha yetu ni kwamba there are promises. There are promises that God promised to Abraham, Isaac and Jacob. Praise the Lord. Kuna ahadi. Our senior pastor, mchungaji, kuna ahadi. Mungu aliahidi kwa maisha ya Ibrahimu, Isaac na Jacob, Yakobo. Akawaambia in the book, if you read in the book of Genesis chapter 17, utakuta ya kwamba kuna zile ahadi aliyoambiwa ya kwamba utakuwa baba wa mataifa. Praise the Lord. Na akamwambia ninakupatia urithi. Wakati ule alikuwa bali, hakuwa ameingia katika Canaan. Bwana asifiwe sana. Na unajua sisi akasema ya kwamba these promises are for you and you are descended. Praise the Lord. Praise the Lord. Acha niwaambie kitu kingine Mungu alinieleza nikashangaa. When we had gone to pray in Nakuru, tukiongozwa tu kwa maombi, mtu mmoja alisema pale, akasema ya kwamba mashamba yote yale yaliyokuwa ya babu zenu na yamenyakuliwa na mtu mwingine itakuja kwako katika jina la Yesu. Praise the Lord. Nikakumbuka. Bwana asifiwe sana. Nikakumbuka mzee wangu anaitwa Dhirikwa. Kuna mambo ambayo alinieleza, akaniambia
Wakati mama yake alikuwa mgonjwa, alikuwa ana exchange chamba na buzi moja. Ndio sasa afanye zile vitu walikuwa anafanya. Although I'm disconnected from them in the name of Jesus Christ. Hizo zilikuwa zinaitwa those Kikuyu things. Demonic powers. Zile ambazo lazima mtu achinje. Na hiyo ndio tunataka kanisa tuondoke kabisa kutoka kwa hiyo vitu. Kuna mtu jana tukiwa kwa site akaniambia ya kwamba hii nyumba huyo tu alichukua hiyo nyumba. Sitaki kuambia ni nani. Mtamuona because they will come here, they will fellowship here. In the name of Jesus Christ. Rafiki yake anakuja ananiambia hii nyumba tutaipiga na tahadhari. Nikaita kijana. Nikamwambia if you do that, you will be rejected. You will be rejected by this house in the name of Jesus Christ. This house has an anointing. It has the oil. The oil adarates. It is speaking. That oil is speaking. There is no other altar that can be able to stand here. And you will be rejected. You hear me? I was very tough. Kwa sababu iliniingia. Nikasikia hapana hii lazima irudishe hivi. Bwana asifiwe sana. In a church, that is how we should start. Ya kwamba ukisikia jambo abalo, because when you hear about the locusts that are coming to wipe up our plants and everything else, it is because of the abomination of the nation. What the country has done. Who is a country? It is me. Bwana asifiwe sana. You are the people who are living in the country. So when the locusts come, it means that there is a portion that you are played. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wewe ni uende kwa magoti. Ujue ya kwamba kama kuna wao ambao wametumia hizo tahadhari, wale ambao wanafanya gulalio, wale ambao wanafanya buzi ya kiama, unasimama vizuri na unasema hapana katika jina la Yesu. Praise the Lord. Nafikiria nilitoka kwa Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Rakashikatara. In the name of Jesus Christ. Church, let us rediscover. That is the restoration of the holiness of God. The holiness of God. God told Moses, where you are standing is a holy place. Praise the Lord. When you discover the holiness of God, you will not mix yourself with other abominations, other things. The Lord told them, Yakwamba, the land that I am giving you, it is already occupied. It is occupied by the Jebusites, Hivites, Hittites, Gichagites. Call them. Bwana asifiwe sana. And I think, beginning of last year, we read about those spirits. Bwana asifiwe. The spirits which were occupying the Canaanite land. And that place was the one that the children of Israel are going to go. Yeah? We are going to possess that land. Because there is restoration. But the Lord is warning you and myself that when you occupy that land, when you occupy that promotion, Pastor Evans, do not compromise with the spirits that could have been sitting on that seat. When you get money, the spirits of Canaanites, tell the Lord that I don't want to occupy. Because they were told, don't marry. Musioane na wao. Maana mimi ni Mungu. Na ninajua ya kwamba mkioana na wao, kutakuwa na vitu about their gods. You are going to draw from their gods. Praise the Lord. Because of the restoration, you have to make a covenant with God. Ya kwamba Mungu ukinirejesha. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu anaenda kukurejesha. Lazima ufanye agano na yeye. Mwadhani wahebesha. Ukinipatia pesa,
Mke wangu atakuwa mke wangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Ukiwa youth, Mungu akikupatia pesa, utaweza kusimama vizuri katika jina la Yesu. Najua kuna wengine ambao wakirejeshwa wanafanya mambo zingine. Unakuta mtu ako na nyumba hii na ako kwa nyumba kingine kado ambao analipa. Praise the Lord. Abia Bwana ukinirejesha, because God is ready to take you to Canaan. He is ready to take you there. But you know, he knows from the beginning he knows the end from the beginning. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa nini vitu zingine hazikuji kwa maisha yetu? Kwa sababu Mungu anajua, anaangalia, anaona ya kwamba hii mwisho ndiye hii. Na anajua mwanzo. Kwa hivyo anajua ya kwamba when he unfold you or he exposes you to other things, he exposes you to finances, he exposes you to leadership, he exposes you to promotion, he exposes you to business. He knows what you are going to do. So there come a delay of restoration. But Deliverance Church Theta, there will not be any delay. In Jesus' name. Because God is looking at us. We have made a covenant with him. Like the covenant that he made with Abraham, Isaac and Jacob. Ya kwamba Mungu hata ukinipatia gari kubwa, sitakuwa na mashughuli. Ukinipatia pesa, Bwana asifiwe sana. Unajua vile wanakwaya mnaiba hapa, kuna watu ambao wanaweza inuliwa kidogo tu. Huyo anajua ya kwamba hapana, sasa you know my dignities does not allow me to do that. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema akikupatia na akupeleke katika hiyo level, kwa magoti lazima uwe. Praise the Lord. It does not matter the type of clothes that you are wearing. Najua mimi nafaaga siku hizi nafaaga white. Kwa hivyo nikipiga magoti, najua huku kutaonekana. Kwa hivyo sitafanya. God is able, and he is looking at us, and he knows that the prophet of God has spoken that is an year of restoration. Ya kwamba mambo inakuja. Bwana asifiwe sana. Mwaka huu mambo inakuja. Somebody say amen. Mambo inakuja ya kwamba hujawahi hata hajawahi kuingia katika masikio yako katika jina la Yesu. Praise the Lord. Mambo ile ambayo ilikuja katika kitabu cha Acts chapter 3, ukienda unaweza kusoma. Uone the lame man who was there when he was healed. Aliamuka na akaanza kusifu Mungu. Praise the Lord. Na anatembea pamoja na Peter. Anasema ya kwamba wewe kwa sababu umefanya jambo, sitaacha, nitaenda pamoja na wewe katika jina la Yesu. Hallelujah. Because of our time, the sermon was too much. It was very big. But let me stop there. But know that the assurance of restoration is here with us. Bwana asifiwe sana. The Lord wants to take us to the other level. But he is saying that holiness, the spirit of Canaanites. Hiyo niko na noti yake. Tu akitaka anaweza kuja. Spirit of Canaanites. Ndio ujue ya kwamba Jubicite ni kusema namna gani. Tulifundishwa na ndio mchungaji anasema, let's come with the notebooks so that you can be writing what is Jubicite spirit. Uangalie, unajipima. Unajua hizo ni za kujipima. And they are there, by the way. Love of money, immorality, those things are there. Unajiangalia, unaona ya kwamba mimi afadhali nisiitwe Pastor Wachira, niitwe Perizite. Sio mimi. Bwana asifiwe sana. Wewe mwenyewe ukijipima, unajiita kulingana na vile umejiona katika jina la Yesu. Praise the Lord. So make research, enough research to know what spirit is leading you, so that when you do that,
You repent before God. Na unamwambia kwamba Jebusite spirit, Hittite spirit, I have disconnected myself with it in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. So God bless you so much, even as I invite the man of God. Karibu sana. Praise the Lord. Can we appreciate the Lord for the word that... Hallelujah. Na hutaitwa parasite. Hutaitwa parasite katika jina la Yesu. Praise the Lord. Nasema Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. If Israelites, Mungu aliwaregeshea shamba yao after 430 years. Akawakubuka. God is able to run down the generations. Hallelujah. God is able to run down generation. Na aseme sasa utumwa wako na oppression yako imeisha. Hallelujah. It doesn't matter who took you to Egypt. Walipelekwa Egypt na kizazi cha Yakobo. Hallelujah. And even Kenya. It doesn't matter who took us to certain oppressions. Lord God Almighty is restoring this nation. He is restoring us. Hallelujah. The righteousness that God desires, God is able to run down those years. 430 years. I don't know how many generations. There are quite a number of generations. Hallelujah. I actually research on the generation. Next Sunday I will tell you how many generations. Praise the Lord. But listen to me. God, Mungu hasahau. Mungu hasahau. Whatever you have lost, the Lord will run down and will restore you. He's going to deliver you. Praise the Lord. But make sure that when you are restored, hautaungana na those sites, parasites. Hallelujah. Let me tell you, it is so easy to manage ukiwa pale chini, but it's hard to manage success. Success is more harder to handle than to handle failure. Bwana asiwe sana. So when you are successful, that is when you need God more. Ndio maana unatakiwa utafute Mungu zaidi. Hallelujah. And that is why we need to go deeper in the things of God. Because the shallower you are, you can be picked very easily. But when you are deeper, you are hidden in God. The devil, hata ukikuwa CEO wa KCB, hata ukiwa CEO, bado utaendelea kuja kanisa mapema. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Nasema Bwana asifiwe sana. Part of your shughuli itakuwa kusema naenda kanisani. Unasimamisha board meeting, unawaambia hii board hatuwezi endelea, ni Sunday morning, maybe mko Naivasha. Unamwambia mimi sasa hii board meeting nitarudi jioni. Because wengine wanapanga mambo ya boardroom hata Sunday na weekend na nini. Unasema hapana, ninasimamisha hii, ninarudi. Nyinyi endeleeni kucheza mpira kama hamuendi kanisani. Mimi naenda kanisani. Hallelujah. Hallelujah. That is our God. He is coming for you to lift your life in the name of Jesus Christ. Na ndio maana nasema restoration, usizoee maisha fulani. Walizoea maisha ya Egypt. And God wanted to take them back. Let me tell you, when restoration comes, hata hutajua ni wewe. Because God is shifting you. God, there is a shift. Hallelujah. So we need to understand that restoration is coming on our way. Can somebody say restoration, restoration? Can somebody say with confidence and by faith, restoration, restoration over my life? Somebody say my life is shifting to my inheritance. I declare in Jesus' name, my inheritance, I connect with you this year in Jesus' name.
Let's be uprising in Jesus' mighty name as we wind up the service. Hallelujah. Just lift up your hands before the Lord and just tell the Lord, thank you for the word. Thank you for speaking to me. Unaenda kumwambia Bwana ni asante. Asante kwa kunizungumzia. Asante kwa kunihudumia. Katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, wewe unaweza. Unaniondoa katika hali ile niko sahihi. You are taking me to my inheritance. Mwambie Bwana akufungue macho. Aweze kukufungua macho ya kiroho. Ukaweze kutembea with understanding and with wisdom. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. 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 Riandaraba shandarakaba. Riamagandaraba. Riandaraba shandaraba. Riekaraba shanda. Unamwambia Bwana akukufungue. Don't look at the ordinary things that you have been enjoying. Look at God in a different way. Look at God in a different way. Riekabo shandarababa. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amefanya maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Amefanya maajabu na siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Atafanya maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Atafanya maajabu na siwezi kueleza. Atafanya maajabu. Ayu Bwana. Yu Bwana. Asifiwe. Amefufuka kifoni. Yu Bwana. Na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Lift up your hands as I pray. Hallelujah. Our Father and our God, in Jesus' name, we declare you are Lord of our lives. And Jehovah, you have spoken to us this morning. Lord, that you are delivering our lives, oh God, in the mighty name of Jesus Christ. Father, I break every cage. I break every prison in the mighty name of Jesus. I break now every hindrance, every limitation, every confinement. I break it now in the mighty name of Jesus Christ. Father, in Jesus' name, I break every shackles, every chains in the name of Jesus. I declare freedom. I declare freedom. Freedom in the spiritual realm. Chochote kimefungwa katika anga ya kiroho, katika maisha yetu, ninaikifungua, ninafungua, ninavunja kila nira, every yoke of the enemy, in Jesus' name. In Jesus' name. Father, I declare we are entering into our covenant land. We are entering
into our inheritance. We are entering into our inheritance in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare in Jesus' name, spirit of Egyptians, I break you now. Yes. I break you now. Chains of Egypt, witchcraft of Egypt, sorcery of Egypt, we break you now. We break you now. You have no power. You have no authority. Every government of Egypt, we break your power. Every demonic government, every demonic power, we break you now. Lord, I declare freedom. I declare freedom. We are entering into our inheritance. We are entering into our inheritance in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, may you have your way. Have your way, oh God. I break the chains of sicknesses. Chains of sicknesses. Yes. I break them now. I break them now. We shall serve God with gladness. With gladness. In the name of Jesus Christ. I release favor. Favor, favor. Favor of God. Katika hiyo hali ya maombi uko hapa na unasema nataka kuokoka, inua mkono wako juu. Unasema nataka kuokoka, inua vizuri. Inua vizuri. I know you are there. You have come and you are saying I want to receive Jesus. Lift up that hand nicely. Lift it high. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lift up that hand, yes. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Asas, wasaidia wapendwa. Wasaidia hawa wapendwa katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Riandara bashandara kaba. Riendere bababa. Rie bababa shanda. In the mighty name of Jesus. Riendara bashanda. Let's give the Lord a good hand. Let's give the Lord a good hand. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Yandarababa Shandaraba. Uko pale, you can join our sister here. You can join her. You can join her. You are saying, I want to receive Jesus. This is the greatest miracle. Hallelujah. There are many miracles that God gives, but the greatest is when you receive Jesus, the Lord and Savior. Just raise up your hand. Raise up your hand. In the name of Jesus. Raise it up. I feel there is a person. There is a man that God has prepared. A man that God has prepared you. And you are in this service. God wants you saved. Amen. You are saying, I want to receive Jesus. Amen. And you know yourself. You know how hard things have. You have tried so many things. And you say, today let me go to the church. Let me go to the house of the Lord. The Lord is speaking to you right now. He wants to save you. He wants to change your life. I want to give you a last opportunity. Are you there? You are saying, I want to receive Jesus. I see that hand. I see that hand. I see that hand. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Riandara baba shandara kaba shanda. Riendere bala 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 shandara baba. Riaka baba shandara baba. Riendere bala bala shandara basaka. In the mighty name of Jesus. Yes. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. You know you are there. And I said, a man. There is a man. It's so clear. A man who the Lord is saying is in the service. And the Lord wants to save him. And you know yourself. You know you said,
I want to come to the house of the Lord. It is so clear. There is a man in our midst who the Lord is saying he wants you to come to his kingdom. There's a man. Let me give you the last opportunity now. I will not ask another time. If you are here, lift up your hand so that we can pray for you. Let's pray for these wonderful sisters. In the name of Jesus. Nataka mrudie haya maneno nyuma yangu. Inueni mkono juu. Semeni Bwana Yesu. Semeni na nguvu. Semeni with conviction. Semeni Bwana Yesu. Naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Lakini kutoka leo nimewacha dhambi. Nimewacha shetani na kazi zake zote. Kutoka leo nitamfuata Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ewe Yesu, ondoa jina langu kutoka kitabu cha mauti, ukaliandike kwa kitabu cha uzima. Nimeokoka. Mimi ni wa ufalme wa Mungu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Our Father and our God, thank you for these dear souls. Thank you, Lord, that you have called them to the kingdom of God. At such a time like this one, I declare, my Father, the decision they have made, oh God, it shall become the greatest decision they have ever made. I break every curses. I break every negativity. I break every rejection. Na ninanena baraka za Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu zikajae ndani ya maisha yao. Kutoka leo wakaanze kupokea inheritance yao. Chochote ambacho wamenyimwa, chochote ambacho kimefungwa na shetani, kutoka sasa nimekifungua. Nimefungua maisha yenu katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Let's give the Lord a good hand. May God bless you. May the Lord bless you. Hallelujah. We can have our seats. We can have our seats in Jesus' name.